Maandiko yanasema Yesu alipokuwa na wanafunzi wake aliuliza swali moja ambalo wengi tumewahi kulisikia, na mimi nilipolitafuta nikaliona, nikalitafakari, likanibariki, na nikasema na mimi nitakuja kulisoma hili swali lenye maana sana kwenye maisha yetu tuliokoka. Maandiko yanasema akawauliza wanafunzi wake, watu hunena kuwa mwana wa Adamu kuwa ni nani? Hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Watu huwa wanasema mimi Yesu, wananitajaje? Watu huwa wananizungumziaje? Bwana Yesu asiwe. Moja ya maswali ambayo yana indicate kama huyu mtu anajiamini ni swali la namna hiyo. Bwana apewe sifa. Wakati mwingine tunahubiriwa sana, tunasema usijali nini watu wanasema, usijali kile watu wananena juu yako, usijali yale ambayo watu wanakuambia. Mimi nataka nikukumbushe mchana wa leo, kujua watu wanakuzungumziaje ina maana katika maisha ya kiroho. Bwana Yesu asiwe. Narudia tena, kutafuta kujua watu huwa wanakuzungumziaje ni moja ya dalili ya kwamba una uhakika na maisha yako unayoyaishi. Ni msemo wa kutia moyo wakati mwingine kusema I don't care watu wanasema nini juu yangu, I don't care watu wananiambiaje. Ni kuna uhalali, ni kama vile kuna uhalali, lakini pia kuna kiburi ndani yake. Bwana asiwe. Na kuna uharibifu ndani ya huo msemo, kwa sababu kile ambacho watu wanazungumza juu yako kinamata. Maandiko yanasemaje? Biblia inasema Yesu wanafunzi walipo respond, wanasema, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Yeremia, wengine wanasema wewe ni nabii yule. Nikawa najaribu kuangalia kwa umakini yale majina ambayo wanayapresent watu wanayomsema Yesu. Sikuona hata sehemu moja wakisema wengine wanasema wewe ni nabii wa uongo. Sijaona. Bwana Yesu asiwe. Nimeangalia kwenye injili zote ambazo zimeandika hiyo mstari, sijaona mahali wanasema wengine wanasema wewe ni tapeli tu fulani. Yesu hajasema, hakuna taarifa ya namna hiyo. Bwana Yesu asiwe. Watumishi wa Mungu, kwenye safari yetu ya wokovu, vile watu wanakutambua inaweza ikaamua hatima yako. Bwana asiwe. Ezekieli alimwambia Mungu alimwambia Ezekieli mahali fulani, sikuandaa huo mstari, sikiliza tu. Akamwambia nenda kawahubirie hawa watu, waambie habari haya ninayokuambia. Kama watakubali sawa, lakini kama wakikataa sawa. Cha muhimu watajua ya kwamba nabii yupo katikati yao. Yani wakikukataa haina shida, wakikupinga haina shida, lakini pia wakikukubali sio shida. Cha muhimu mimi ninachotaka wajue ya kwamba katikati yao kuna nabii. Watu wanakutambuaje kanisani kwako? Watu wanakutambuaje ofisini kwako? Watu wanakutambuaje pale nyumbani kwenu? Wamekupa jina gani pale nyumbani kwenu? Inamata mbele za Mungu na mbele za jamii unayoishi katikati yake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asiwe. Kanisa, Bwana asiwe. Hebu muulize rafiki yako aliye pembeni yako, muulize watu wanakufahamu vipi pale ofisini? Pale chuoni wanakuitaje? Mbona muulizane? Nyinyi mbona mnaogopana hapa? Mbona mnaogopana? Bwana Yesu asiwe. Muulize mtu mmoja, unafahamikaje mtaani kwenu? Mtaani kwenu, mtaani kwako, ofisini kwako, wanakufahamu vipi? Bwana Yesu asiwe. Haleluya. Wanakufahamu kama kinyonga au wanasema huyu ni kama chura? Unajua kuna watu wengine wana tabia za chura na wako ndani ya kanisa. Bwana asiwe. Ni watu ambao wamekataa mabadiliko. Bwana Yesu asiwe. Wengine ni kinyonga. Kinyonga. Watu wenye kubadilika. Akiwa kanisani ana muonekano wa kikanisa, lakini akitoka nje ya kanisa tu, bodaboda wana namna wanayofahamu ambayo kanisa hauko tayari kanisa wajue vile ambavyo bodaboda wanakuitaga pale mtaani. Hauko tayari kanisa lijue vile ambavyo wafanyakazi wenzako wanakutambua pale ofisini. Watumishi wa Mungu, ni kweli kuna kukataliwa, ni kweli kuna kusingiziwa, lakini tofautisha neno kusingiziwa na reality.
Bwana Yesu asiwe. Kwa sababu kusingiziwa, unaweza wakakuita jina la uongo leo, lakini mwisho wa siku ukweli utajulikana. Bwana Yesu asiwe. Lakini lile neno ambalo unawasingizia kwamba ni uongo, kuna siku maandiko yanasema hakuna neno lililo sirini ambalo halitafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wanakutambuaje pale chuoni kwako? Wanakutambuaje? Kwa jina la Yesu ni haya. Macho yangu sina macho makali. Mgeukia jirani yako, mwangalie tena. Wewe una macho makali, nisaidie. Mwambie watu wanakutambuaje pale chuoni? Wanakutambuaje pale? Mwangalie bana, hujahubiri wiki nzima, hubiri leo. Muulize kwa sauti. Muulize. Wanakufahamu vipi ofisini kwako? Siwasikii, mnaogopana muda. Kwa jina la Yesu nataka nisikie sauti. Muulize wanakufahamu vipi pale mtaani kwako? Bwana Yesu asiwe. Kabla Yesu hajamaliza kazi, mapema kabisa, hebu niambieni, watu wao wananihitaji mimi, wanasemaje kwa habari yangu? Bwana Yesu asiwe. Na mimi naomba nikuulize, watu huwa wanasema nini kwa habari yako? Hilo ndio kichwa cha ujumbe wangu. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Watu wanasema nini juu yako? Watu wanasema nini juu yako? Watu wanasema nini juu yako? Kila mtu aliyeokoka ana identity maeneo mawili. Kuna maeneo mawili ambayo lazima ujulikane vizuri. Eneo la kwanza ni ulimwengu wa mwili huu, mahali unapoishi hapa duniani, hapa ndani ya kanisa, pale nyumbani kwako, pale ofisini kwako. Lazima uwe na namna ambavyo unatambulika. Namba mbili, katika ulimwengu wa roho unatambulikaje? Tutakwenda hapo baadaye, lakini kwanza acha tuanzie hapa duniani. Watu wanazungumzaje kuhusu wewe? Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Wengine hata ndani ya makanisa wana majina mabaya. Yule mkaka muuni yule ndani ya kanisa unaitwa muuni. Yule mdada anayevaga vibaya ndani ya kanisa una jina baya. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Yule mbaba yuko ndani ya kanisa lakini ana tabia kutongoza vidada vya ndani ya kanisa, umepewa majina. Bwana Yesu asiwe, ambayo wakati mwingine unaona aibu, hautamani hayo majina yajulikane ndani ya kanisa. Na wakati mwingine wengine hutaki hata tukutembelee nyumbani kwenu, kwa sababu pale nyumbani kwenu kuna jina unajulikana ambalo hautamani kanisani lijulikane, kwa sababu ni aibu. Ni aibu. Watu wanakufahamu vipi pale unapoishi? Bwana asifiwe. Yesu akasema, jitieni ile yangu na mjifunze kwangu. Kama unajifunza kwa Yesu, lazima ufikie mahali uwe na confidence ya kuuliza watu, hivi mimi wananisemaje hapo mtaani? Wanasemaje kwa habari ya kwangu? Bwana Yesu asiwe. Wanasemaje kwa habari ya kazi yangu? Maandiko yanasema Daniel walipomtafuta kwenye mambo ya kikazi ofisini kwake, wakakuta hata ofisini anafanya kazi vizuri. Lakini kuna mwingine ni mlokole, lakini ofisini kwake wanamjua ni mlalushwa, ni mtapeli, ni mtu anayejua kubania vinavyobakia. Bwana Yesu asiwe. Anajua kuvibana. Kwa hiyo wafanyakazi ambao hawajaokoka wanakujua wewe ni mpagani mwenzao. Unaabudu kanisa la kilokole, lakini njia zao ni kama njia zako, ni kama njia zao. Hakuna tofauti. Hauna jina zuri ofisini kwako. Sema, Roho Mtakatifu nisaidie. Ongea kama mtu anayeomba, Roho Mtakatifu nisaidie. Bwana Yesu asiwe. Mithali sura, andika tafadhali. Mithali, kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa kwanza. Mithali 22 mstari wa kwanza. Mithali 22 na mstari wa kwanza. Mithali 22 na mstari wa kwanza. 22 mstari wa kwanza. Yes. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Heri kuchagua jina jema. Naomba kila mtu mmoja aseme huo mstari. Sema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Sema namna hiyo. Usisome. Sema tu, ni sentensi fupi sana. Sema, heri kuchagua jina jema kuliko kuchagua mali nyingi. Bwana Yesu asiwe. Andika. Maana ya huu mstari ni kwamba aina ya jina ulilonalo ni matokeo ya uchaguzi wako. Maana yake aina ya maisha unayochagua kuyaishi yanaweza yakaamua watu wakutambuaje pale mtaani kwenu.
Jina jema is a choice, ni uchaguzi wako kuwa na jina jema ama kuwa na jina baya. Ndio maana ya maneno ya Mungu yanavyosema. Anasema una uhuru wa kuchagua jina jema kuliko kuchagua mali. Wako waliochagua mali lakini majina yao ni majambazi. Wako waliochagua mali lakini majina yao ni makahaba. Manake walikubali kuwa makahaba ili wapate mali, walikubali kuwa majambazi ili wapate mali, walikubali kuitwa wala rushwa ili tu wapate mali. Lakini hekima ya Mungu inasema heri kuchagua. Hebu sema kuchagua. Sema kuchagua kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asiwe. Heri kuchagua jina jema kuliko kuchagua mali. Maana yake kama itatokea umewekwa njia panda, umebananishwa, unaambiwa uchague kula mchongo fulani wa fedha nyingi usio halali, au kubaki na sifa yako njema pale ofisini kwako, uwe radhi ya kuheri kubaki na jina jema kuliko kuchagua mali baada ya kuwa na tajiri. Wakasema yule ni tajiri, lakini utajiri wake ameupata kupitia mchongo fulani wa rushwa serikalini. Walipiga fedha fulani za serikali, walipiga fedha fulani pale ofisini, walimzunguka bosi, ndio maana amenunua pikipiki. Walimzunguka bosi, ndio maana amenunua gari lake. Walimzunguka bosi, wamejenga nyumba. Alikuwa kuna michongo fulani ambayo ilikuwa ni siri sana pale, tukafanikisha. Heri kuchagua jina jema. Mmekaa kimya, naona kama vile wote ni victims. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Heri kuchagua jina jema. Unafanya biashara, wateja wako na kufahamu vipi? Ukisahau change kwa yule mama fulani, imeisha. Wakirudi wakisema nimesahau change yangu, unawakana kana kwamba si kweli kwamba wamesahau, na wewe unajua wamesahau. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Nisaidie kuhubiri kimya kimya. Mwangalie machoni mtu aliye pembeni yako, mwangalie tu kimya kimya, usimuongeleshe, mwangalie tu, alafu achana naye. Macho yake yatakutambulisha. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Kuna meza mimi pote ya mbali, niona siwezi kufa na umaskini, halafu naona michango inanipita hivi na umaskini eti kisa mambo ya wokovu. Mungu yupo tu siku zote. Mungu yupo siku zote, lakini hayupo kwa kila mtu kila wakati. Bwana Yesu asiwe. Mungu yupo siku zote, ni kweli, lakini hayupo kwa ajili yako kila wakati. Yusufu, kuna jambo lilitokea, litaka kumharibia sifa. Maandiko yanasemaje? Anamwambia yule mwanamke, anamwambia nawezaje kufanya ubaya huu nikamkosa Mungu? Napenda tafsiri ya Kiswahili. Anasema nikamkosa Mungu. Maana yake unachoniambia kimeniweka kinanipa maamuzi mawili: nikuchague wewe mke wa mtu ili nimkose Mungu, au nibaki na Mungu nikukose wewe. Bwana Yesu asiwe. Yusufu akaamua kubaki na rekodi nzuri kwenye maisha yake. Akasema ni heri nikimbie nikiwa uchi kuliko kupata pressure, kupata raha ya muda, alafu nikaipoteza hatima yangu kubwa baadaye. Ni mara ngapi umefanya maamuzi mazuri ulipowekwa njia panda? Ni mara ngapi umefanya maamuzi mazuri ulipokuwa na uhitaji, alafu kuna pesa imekaa mbele yako haina mwenyewe? Unasemaga hii haina mwenyewe, lakini kiuhalisia ina mwenyewe. Bwana Yesu asiwe. Kanisa, Bwana asiwe. Kuna watu wanaona mawazo yameenda mbali sana. Kuna mahali ulichukua kitu cha mtu sio kisicho halali, si ndio? Bwana asiwe. Bwana asiwe. Pastor, yani kwa kweli kuna hizi kazi, ukifanya hizi kazi kihalali utachelewa sana kufanikiwa. Kuna mambo tu, kuna madili mengine inabidi tu yapige hata kama sio halali, tunaombaga msamaha. Bwana Yesu asiwe. Kanisa la Kristo, Bwana asiwe. Nikaona kuna wengine vijana wetu wanafunzi, nimeona kuna wanafunzi wengine siku hizi wamebadilisha style. Wameamua wakiwa chuoni, wakiwa wamepanga, wanakubali kuishi na mkaka ili kuweza kumanage maisha yao. Ni mkaka wa kumsolve wakati akiwa shuleni. Kwa hiyo wanaishi pamoja, wakati akiwa anasoma wanaachana masomo yakiisha. Anasema bora nimalize elimu, lakini Bwana asiwe. Jina jema ni uchaguzi wako.
una uhuru wa kuchagua jina baya ama jina jema. Mungu anasema ni heri ubaki na jina zuri kuliko kuwa na mali nyingi alafu jina lako ni baya. Nikisema hivi unanielewa sawa sawa? Bwana Yesu asiwe. Ni heri kubaki na jina jema ukamwacha huyo mke wa Potifa. Ni bora ubaki na sifa njema ukaacha mali isiyo halali. Kwa sababu ukiwa na jina jema itakufungulia milango. Jina zuri itakufungulia milango. Mmesahau maandiko yanasemaje? Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16. Yule jamaa anapoenda kumtaja Daudi anasema nimemwona Daudi mwana wa Yese. Mshawahi kusoma? Bwana Yesu asiwe. Nafahamu ile andiko. Wakati Sauli anatafuta mtu kumpigia kinubi, mtu ametokea from nowhere anamtaja Daudi, anasema nimemwona Daudi mwana wa Yese. Kijana ambaye kwanza ni mzuri wa uso, amejaa busara, ni hodari, ni mtu shujaa. Alafu anasema na Bwana yuko pamoja naye. Daudi alikuwa na jina jema kabla ya kwenda ikulu ya Sauli. Sema tu amina kwa jina la Yesu. Subiri na mchungaji. Bwana Yesu asiwe. Nasema Daudi hakuanza kufanya vizuri alipokuwa kwa Sauli kwenye ikulu. Daudi alianza kufanya vizuri tangu alipokuwa mtaani. Tangu alipokuwa na vile vikondoo vichache vya baba yake, Daudi alikuwa mwaminifu. Maandiko yanasema alikuwa tayari kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya kumkomboa kondoo mmoja kwenye midomo ya simba na midomo ya dubu. Mungu akamwona kijana ambaye amechagua kutengeneza rekodi nzuri ya maisha yake. Wakati ulipofika anamwambia Samueli, usiendelee kumwombea Sauli. Nenda, nimemwona kijana mwana wa Daudi, mwana wa Yese. Nenda huko kampake mafuta. Huyo ndiye nimejichagulia awe mfalme kwa ajili ya watu wangu. Kwa nini? Alimwona Daudi alitengeneza rekodi nzuri. Hebu sema rekodi nzuri. Sema rekodi nzuri. Wako watu ambao wamepishana na mibaraka yao kwa sababu ya rekodi yao kuwa mbaya. Wapo watu wa namna hiyo. Nimepata ushuhuda, nimeuona kwenye YouTube, ukanibariki sana. Akasema kuna mtumishi mmoja alikuwa na familia yake, alikuwa na kipindi kigumu sana cha kimaisha. Alipitia, kuna mambo yalitokea, maisha yakawa magumu. Ikafikia mahali akawa ni mtu yule wa kuenda kuwaona wapendwa na watu wamsaidie kuombaomba. Siku moja akaingia kwenye ibada kama wewe ulivyoingia leo, akatamkiwa neno la baraka na mtumishi wa Mungu. Ndani ya miezi 5 akawa mkurugenzi wa benki. Lakini alipataje kumiliki ile benki? Nisikize kwa makini. Baada ya kwenda kanisani siku hiyo, kwa mara ya kwanza akapokea neno la unabii na maombi na kutamkiwa baraka na watumishi wa Mungu. Alipoondoka anasema mtu mmoja ambaye aliwahi kufanya naye kazi zaidi ya miaka 6-7 iliyopita, Bwana Yesu asiwe, alikuwa ana ugonjwa, amepatwa na ugonjwa mbaya, anaumwa. Na huyo jamaa alikuwa ni mmiliki wa benki fulani. Bwana Yesu asiwe, ni Afrika Magharibi. Bwana Yesu asiwe. Mnanisikiza vizuri? Mnanisikiza vizuri? Anasema alipokuwa anaona ugonjwa ule ni wakufa, akakumbuka kwamba kuna mtu aliwahi kufanya naye kazi na alikuwa ni mwaminifu sana na alimpendeza sana wakati anafanya naye kazi. Akasema nitafutieni mtu fulani fulani bin fulani mahali alipo. Yule bwana akiwa na maisha yake ya kuombaomba, hajui. Bwana Yesu asiwe. Watu wakamtafuta, wakamwambia kuna rafiki yako fulani anakutafuta. Alipoenda kuonana naye akamwambia, mimi nimeambiwa siwezi kupona, ninaomba nikuachie wewe unisaidie kusimamia mali zangu. Naongea na mtu hapa ndani. Moja ya mali yake alikuwa anamiliki benki yule baba. Bwana Yesu asiwe. Mnanisikia sawa sawa? Kilichomfanya akumbukwe si maombi peke yake. Maombi yalimfanya Mungu amsukume mtu akumbuke mtu ambaye aliwahi kufanya vizuri mahali fulani, alitengeneza rekodi nzuri, alitengeneza jina zuri mahali. Wakasema tumtafute mtu. Akasema namkumbuka, nina rafiki, kuna mtu aliwahi kufanya naye kazi muda mrefu sana. Hajui kama yule mtu alikuwa anaombaomba wakati huo. Maisha yamempiga vibaya. Ndani ya kipindi cha miezi 5 maisha yake yalibadilika. Bwana Yesu asiwe. Yaani mtu ambaye ulikutana naye miezi 5 iliyopita naombaomba, leo unamkuta anamiliki benki, anasimamia benki. Bwana Yesu asiwe. Anamiliki nyumba yake tayari, ana mali za kutosha. Wengine wanasema ameenda kufanya kwa Freemason. Hakuna Freemason hapa, kwa jina la Yesu aliye hai. Nimesema kwa jina la Yesu aliye hai.
Bwana Yesu asiwe. Tengeneza jina jema ofisini kwako. Leo yupo kwenye ofisi ambayo unalipa shilingi 150,000, umejaa malalamiko kuliko wafanyakazi wengine wote, na wewe umeokoka. Yani hapa kwa kweli tunajifanya tu. Yani hapa kwa kweli, yani kwa kweli hii ile yenyewe haitoshi. Yani hapa anatuchelewesha kutoka, lakini ile yenyewe anatulipa kidogo, na ikifika wakati wa kulipa anatuchelewesha. Umejaa malalamiko. Wafanyakazi wenzako wote mkikaa kulalamika, wewe ndio kiongozi wa kikao cha wafanyakazi cha kulalamikia ofisi yenu. Baba nikumbuke, Baba niinue. Umetengeneza sifa mbaya. Usimpe Mungu wakati mgumu, wakati wa kuinuliwa kwako. Umenielewa? Ni kweli Mungu ana upendeleo, ni kweli anaweza mambo yote, lakini soma Biblia yako vizuri. Kila wakati Mungu alipotaka kumuinua mtu, wakati wa Yusufu ulipofika, maandiko yanasema Farao akasema, tumpate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu yuko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na rekodi nzuri ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ile rekodi, baraza la ikulu ya Farao lilipokaa likasema, vijana watu wako wengi, hata Misri wapo, lakini huyu kijana rekodi yake ni nzuri, acha tumweke yeye atusimamie wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kutoka gerezani akawa wa pili baada ya Farao. Hiyo neema imkute mtu hapa ndani kwa jina la Yesu. Hamna ujasiri wa kusema amina kwa sababu mna makando kando. Mmepinda mno, njia yako haijanyooka. Huko umeokoka, unauza bidhaa feki na unajua ni bidhaa feki, lakini unamwambia mtu ni original, ya check, ni original, unaipindua, ni original. Na umeokoka na moyo wako unajua hii ni bidhaa feki. Halafu unakuja hapa, ni kweli unatoa sehemu yako ya 10, halafu Baba anibariki. Akubariki nini? Ili uzidi kututapeli na utuletee na sisi wachungaji vitu vyako feki, si ndio? Akubariki uende wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Usiseme sasa hivi nipo kwenye kazi inanilipa mshahara mdogo. Umejaa malalamiko. Aishi ndio nawatembelea kwa surprise. Sema siwajui maofisini kwenu. Niwe nakuja pale ofisini papo niwaone jinsi mnavyofanya kazi, mnavyomalizana na wateja vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hamjui mnapishana na wateja wa aina mbalimbali. Wateja wengine ni watu wenye nafasi kubwa serikalini ama maeneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unakukuta ndio umekasirika, una stress ya bosi ambaye amekulipa nusu mshahara mwisho wa mwezi. Hadi unatokana kila mteja naye kuja pale. Mmekana ukimya mzuri. Acha niendelee kusema vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukija kanisani, Baba nibariki, Baba niinue, na machozi yanatoka, lakini sio mwaminifu pale ofisini kwako. Sio mwaminifu katika kile mali kidogo ya mtu uliopewa kusimamia. Hauna uaminifu. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Tengeneza jina zuri mahali Mungu amekuweka sahihi. Tengeneza jina zuri hapo mtaani kwenu. Heri kuwa na jina jema. Ubarikiwe, nisema amina. Bwana Yesu asifiwe. Jina jema ni matokeo ya mwenendo mzuri uliochagua kuishi ama kuenenda nao. Bwana Yesu asiwe. Andika kama hujaandika. Nataka tuingie kwenye kwenye sehemu ya pili. Tumalize na tukaombe. Tutaomba. Na kama uko hapa umejaa roho ya utapeli, tunaing'oa leo kwa jina la Yesu. Itakuachilia hiyo roho ya utapeli kwa jina la Yesu. Hata usisema amina itakuachilia. Kwanza inawezekana usisema amina ndio hiyo inakuhusu. Nimesema umeokoka na unatapeli. Tutakufungua kwa damu ya Yesu. Tutakufungua kwa damu ya Yesu. Eti unasema unajua pastor ni lugha ya biashara. Kwa hiyo unasema na uongo, unasema ni lugha ya biashara. Nyie ndio mmetukosesha tusiwe na watu serikalini. Unasema siasa lazima useme uongo. Nani kakwambia siasa lazima useme uongo? Kwa hiyo tukatengeneza tumeshindwa kutengeneza watu wa kumiliki nafasi za serikalini wanaotoka kanisani, kwa sababu tunaamini ukiwa mwanasiasa lazima useme uongo. Nani aliyekwambia? Who told you? Bwana asiwe. Kanisa, Bwana asiwe. Uone kwenye Biblia kuna watu ni wanasiasa. Kwenye Biblia kuna wanasiasa. Daudi si mwanasiasa? Mfalme. Watu wa falme uliowaona wewe kwenye Biblia nao ni wanasiasa. Walikuwa wanasema uongo kwenye kila eneo ili waweze kupata nafasi fulani. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Pastor anasema wewe na fix nyingi. What is the fix?
Mbona unacheka hapo? Yes, najua fix. Bwana asiwe. Bwana asiwe. Kwamba lazima uipambe bidhaa. Ni kweli unaipamba bidhaa, lakini ndio useme uongo mtumishi. Nani? Hii ni original. Hii ndio ile yenyewe na unajua kabisa hii ni ile fake. Bwana asiwe. Bwana asiwe. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Eti na wewe mama ntilie umeokoka au uko na resta yako na wewe unafanya kama wale watu wanasema unaweka nini hamira kwenye wali ili utune. Pastor, mchele bei gari. Unachanganya kidogo na hamira ili uvimbe. Ni hamira unasema. Kwa hiyo tunakuja kununua kwako, tunaona umetujazia, kumbe umetuvimbishia matumbo. Alafu uko hapa, Baba, nibariki. Unafikiri Mungu unamchukuliaje Mungu? How do you take this God? Unamfikiri nini juu ya huyu Mungu? Bwana asiwe. Mwangalie huyo alikaribu naye. Mwangalie kwa macho makali kidogo. Usimlembee. Mwangalie kwa macho makali. Mwambie tengeneza njia zako. Mwambie sikujui lakini tengeneza njia zako. Sikujui lakini tengeneza njia zako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Umeokoka. Hujalipiwa mahali. Bwana asiwe. Umekubali kuishi na mke na mume kiholela. Unamwita ni mume wangu, ni mke wangu. Na uko hapa ndani ya kanisa. Na pastor Magari. Hii zamu yako. Kila anaishi na mke ndani na mtu na wanaishi waje kubariki ndoa. Waje kubariki ndoa. Ili tujue kwamba wazazi wanawatambua. Angalia mlivyokaa kimya. Nyinyi mbona kama wahalifu wako wengi mtaani. Hey, Bwana asiwe. Pasa, hili sio la kusahau, sitalisahau na nitakusumbua. Na wengi ni lika la vijana. Kila anayeishi na mwanamke ndani ambaye bado hana cheti cha ndoa. Kwani cheti cha ndoa hivi ni shilingi 50,000. Tutachangia. Asante mama. Mama amesema na mimi nitachangia. Tutaweka vikao, mfunge ndoa halali kwa jina la Yesu aliye hai. Na tuhakikishe umelipia mahali huyo mtoto wa watu. Kimya unanitia mashaka ndani. Tutakutafuta na tunazoezi kutembelea kila mtu. Ukitaka kuhama kanisa hama mapema. Tutakuja tu kwa jina la Yesu aliye hai. Mtaani wanasema hawa watu wamesogezana. Mnaishi kiholela. Ukija hapa, Baba nibariki. Nisikilize, kama umeshaishi naye miezi 6, huyo ni mke wako kisheria. Bwana Yesu asiwe. Njoo hapa tunakupa cheti kwenye ibada kama hii, tunakatisha ibada, tunawaita mbele, hamhitaji shela, hamhitaji suti, hamhitaji chochote. Nini? Cheti tu. Pete tutanunua tama za shilingi 20,000. Haina shida. Chochote kinachoweza kupita kwenye kidole tutakiweka kwa jina la Yesu aliye hai. Na kila mwenye uhai aseme amen. Kila mmoja aseme amina kwa jina la Yesu. Mwaka huu tutafungisha ndoa hapa ndani. Hautaendelea kuzalisha huyo binti wa watu. Unazalisha tu. Umekaa hivi mguu ndani mguu nje. Unamtishia binti wa watu, akizingua tu na kuacha kwa jina la Yesu. Tunawaunganisha. Na ukikataa tunakufukuza kanisa. Wewe ni mharifu, tunakufukuza kanisa. Tunakulipia sisi wenyewe nini? Cheti. Ukatae. Kama uwezi kufanya bagenda wazazi, tutakuja kufanya bagenda wazazi wake. Tutakuja. Kuna watu tunajua kuongea vizuri. Tutawapigia magoti, hata 200,000 utatoa kwa jina la Yesu. Tutakuchangia 200,000, utangulize mahali ya ilipi yote. Sema amina. Wakaka waseme amina. Wanasema wanawake tu. Nimesema sema amina kwa jina la Yesu. Bwana asiwe. Utaona, tutakuja mlangoni kwako. Kimya. Nimeshasema kwenye madhabahu, tunakuja. Kwa nini? Tengeneza sifa nzuri. Sio tu mwilini na rohoni. Bwana Yesu asiwe. Maandiko yanasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Bwana asiwe. Kuna watu hawajaokoka ambao kwao ni kawaida kuishi na mwanamke na mwanamume bila uhalali wote, ni kawaida kwao, lakini sio kwako wewe. Nimesema sio kwako wewe. Sio kwako wewe. Tutakufungisha ndoa. Tutakufungisha. Kama utaki tuje hapa, hata ofisini tutakufungisha ndoa. Utavulisha pete kule ofisini, utasaini ofisini. Haina shida. Maadamu tu iwe ndoa halali mbele za Mungu na mbele za wanadamu kwa jina la Yesu aliye hai. Nimesema kwa jina la Yesu aliye hai.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na nimewaambia wadada, niliwaambia na wakaka, nimeona kuna mmoja amefanya hili jambo, nimempenda sana. Akaja akaniambia, pastor, simtaji jina lake, mimi nina mtu tayari niko naye. Akasema wow, safi sana. Ngoja niwaambie, ukiona mdada, ukiona umetongozwa na jamaa anajionyesha yuko serious, lete taarifa kwa wachungaji. Lete taarifa kwa wachungaji. Mnanielewa chokekea? Ujinga wako ndio mnafanya kuwa na vikaka vingine ni kama panya waharibifu. Mahusiano ya kimya kimya, miezi 6 umepigwa chini. Unamkubalia mwingine tena, miezi 6 umepigwa chini. Unaenda kwa mwingine tena, unamaliza miaka 2 na watu 4 wote wanakuacha. Mchungaji hajui, mwenyekiti wako wa vijana hajui, shemasi hajui, mzee wa kanisa hajui, kwa sababu aliambia tusubiri kwanza tufanye siri. Mwambie usinetewe ujinga. Kama ungetaka siri usingenifuata. Mpaka umelifuata, maana yake umethibitisha kwa Mungu kwamba mimi ndiye. Angalia ulivyo kimya, wachungaji. Mbona ulivyo kimya? Kuna wengi hapa wana mahusiano ya kimya kimya. Umenisikia vizuri? Na unafikiri ni sifa? Sio sifa. Mungu wangu, umundani wahanga ni wengi. Wahanga ni wengi. Bwana asifiwe kanisa. Leo hii njoo sema tu, pasa mimi na fulani wa humu ndani tunamjua ama wa nje, tuna mahusiano. Tumeanza mahusiano. Ile kuleta hawa wachungaji ni watu wazima. Hakuna mtu atakayetangaza sasa, jamani kuna mtu fulani ameniambia na mahusiano na mtu fulani. Hakuna atakayesema. Acha hiyo mawazo ya kijinga. Bwana Yesu asiwe. Chagua mchungaji mmoja wapo hapa, au nichague hata mimi mlezi wa vijana. Bwana Yesu asiwe. Niletee niambie taarifa na confirm kwako na yeye na confirm kwake, ili ajue ya kwamba mahusiano yake yanajulikana kwenye madhabahu. Unajifanya wewe ndio mtunza siri mkubwa. Hapana, tusubiri kwanza, tusiaweke wazi mapema. Naongea kwa sababu nafahamu. Bwana Yesu asiwe. Kwa kuna kijana na niliambiwa kuna kijana kimoja kamekuwa na tabia ya kula fedha za wadada. Anatumia fedha za wadada. Wadada ameshampenda, anaanza unajua na mipango ya biashara, nataka nifungue biashara, nataka nifungue na program. Dada wa watu kwa moyo wa upendo anajikusuru, anajichekachaka. Baada ya miezi 2 anaambia, hivi ulisemaga una plani hii hapa, shilingi 200,000 na kuchangia. Anachukua. Biashara ikishaanza, baadaye anakuja kumuona mwingine yule ndani ya kanisa ambaye ana vitu vizuri zaidi kuliko yule aliyemchangia mtaji wa biashara. Anamwacha yule, alafu anamchukua mwingine. Tunakuta wadada analia kweli kweli ndani ya kanisa. Tunafikiri ni Roho Mtakatifu. Ukisogea kwa karibu unakuta ni kilio cha uchungu, sio kilio cha kujazwa Roho Mtakatifu. Mnanielewa vizuri? Si wakatazi kulia, endeleeni kulia, ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asiwe. Lakini ulifanya siri, ndio maana imekula kwako. Imekula kwako. Huna hata mtu wa kumshtakia kwa sababu ilikuwa siri yako pekee yako. Linakuuma, huwezi kushtaki. Utamshtakia nani? Mchungaji hajui. Bora ningekuwa najua mchungaji ningeambia we cho. Kwa nini umemwacha huyu? Wengine tutawapa adhabu. Huwezi kumwaminisha mdada wa mtu miezi 6, alafu from nowhere umeamka, tutakutenga kwanza, tutakufukuza kanisa, huna faida. Wewe una ushetani ndani yako. Baada ya miezi 8 ya sirini, haya basta sijisikii. Utalipia mahali hata kama utaoa. Kwa jina la Yesu rehani. Bwana asifiwe. Haleluya. Na wadada wengine, kaka wa watu wamekupenda, nitumie vocha. Kaka wa watu anaona buku sio vocha, 5,000. Siku ya vijana, nina siku ya vijana, basi nichangie na mimi. Anakuchangia kaka wa watu shilingi 20,000, 30,000. Tunamwona kanisa kanakuja kanapendeza. Atuulizi fedha umepata wapi? Kumbe kuna mkaka pembeni. Mahusiano ya siri. Mahusiano ya siri. Anajibana ili kadada kake kavae vizuri. Mahusiano ya siri. Alafu kuna siku from nowhere
Sijui mwezi mchanga unakuja kichwani kwako, unaanza kumwambia mkaka, mimi naona sina amani na wewe, sina amani na wewe, sina amani na wewe. Tunamwona mkaka amekuja siku zote huwa anabubujika kwenye maombi, lakini leo tunakuja kanisani tunaomba, kaka amekaa amekasirika madhabahuni. Kumbe kuna mtu anamtafakari, huyu ningeweza kumtafuna nyama yake huyu. Ameshakula vitu vyako. Mlete, mtambulishe. Mtambulishe. Umenisikia? Mtambulishe. Mwatambulishe. Mister, umenisikiliza? Uje kusema mwambie. Umenisikia? Nawajua nitawapeti. Bwana Yesu asiwe. Nina roho nikiwaangalia ninajua unaye. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Umlete. Lete taarifa, lete taarifa. Hatakwambia uende kwa wazazi, lakini tujue kwamba mpo kwenye mahusiano. Mmenielewa eh? Itakuwa ni siri yetu na wewe. Bwana asiwe. Amseme amina. Amko tayari. Tutawalazimisha. Tutawalazimisha. Ni kwa ajili ya kulinda moyo wako. Mnanisikia? Bwana Yesu asiwe. Mmoja ya ulinzi mkubwa wa mahusiano ya watu wawili ni yale mahusiano kuwa na uwazi. Sasa kila stage ya mahusiano lazima iwe na stage yake ya uwazi na hatua fulani ya uwazi. Kuna ule uwazi ambao Magala kaimu wako anajua. Ninyi watatu tu mnajua. Hawezi kumwambia mtu mwingine. Ni safe kabla ya kwenda kwa wazazi. Ni safe, ni salama. Unanisikia? Sasa kwa nini nasema haya? Nisikilize. Kama uliwahi kula pesa za watu, mkaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mdada wa pili, wa tatu, wa nne, ukayumbisha moyo wake, leo hii uko hapa, baba nipe mume, baba nipe mke. Nakwambia kwenye ulimwengu wa roho rekodi yako sio nzuri. Kuna wengine wanachelewa kwa sababu wameumiza mioyo ya watu wengi sana. Mmenisikia vizuri? Wanafikiri kwamba Mungu ni dhalimu. Maandiko yanasema Mungu sio dhalimu. Haiwezekani umejeruhi mioyo ya watu ambao bado inabubujika damu kwa jinsi ambavyo walikukupatia kila kitu mioyo yao. Bwana asiwe. Alafu na wengine nakulala nao wakalala nao. Alafu kamacha na maumivu, haukumalizana naye vizuri. Bwana Yesu asiwe. Alafu baba nipe mume mwema. Baba nipe mume anayetoka kwako. Baba nipe mume anayetoka kwako. Nipe mume anayetoka kwako. Baba nipe mume anayetoka kwako. Leo hii tutakapoanza kuomba, tengeneza. Omba rehema kwenye eneo. Na uombe rehema na ukusudie moyoni mwako, hautarudi pale tena. Hata usiseme amina, mtaomba leo. Mmenisikia? Mtaomba leo. Bwana asiwe. Mtaomba leo. Mnanielewa tumishi wa Mungu? Tengeneza rekodi yako vizuri katika ulimwengu wa roho. Usikubali kwa mtu ambaye ukisimama shetani ana mashtaka mengi juu yako. Ametoa mimba, ameumiza watu, ameiba hela, umedhulumu mali za watu. Uko hapa, baba nibariki. Tengeneza sura yako katika ulimwengu wa roho. Mambo ya Mungu ninajipia, ni rehemu. Nataka nianze upya na wewe. Mungu ni mwaminifu. Nasema Mungu ni mwaminifu, sema amina. Mungu ni baba na ni mwaminifu. Heri kuwa na jina jema. Mwambie jirani yako, heri kuwa na jina jema. Tengeneza sifa njema. Mwambie mtu, tengeneza sifa njema kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana asifiwe. Usije ukawaambia watu mimi na maisha yangu hapa kanisani, I don't care. Eti kuna mwingine anavaa anavyotaka, anaongea anavyotaka, anasema I don't care. Kama mtu akunipenda tu. Sikiliza tumishi wa Mungu. Sifa njema inamata ndani ya kanisa. Mnanisikia watumishi wa Mungu? Inamata. Kuna nafasi wakati mwingine za kazi, wachungaji wanaweza kupata nafasi ya ajira inakuja. Unaona kuna vijana wengi wanahitaji ajira, lakini ukiangalia rekodi zao hata ndani ya kanisa hazina ushuhuda. Unaogopa kujitoa mwanga kumpa mtu ajira. Kwa nini? Sifa yake ni mbaya. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe kanisa. Endelee kukaa kimya hivyo. Bwana apewe sifa sana. Kanisa la Kristo, haleluya. Kanisa la Kristo, haleluya. Jitambue wewe ni nani. Tambua watu wanakufahamu vipi. Yohana alipokuja, maandiko yanasema alitambuliwa kama sauti ya mtu aliaye nyikani. Hiyo ni sifa njema. Yohana 1:3. Kila kazi na kila mtindo wa maisha unaoishi unakutengenezea sifa fulani eneo ulilopo, iwe ni nyumbani, iwe ni ofisini, iwe ni ndani ya kanisa ama pale chuoni. Kuna watu wanakujua kutokana na mfumo wa maisha unaoishi. Kuna watu wanakujua kutokana na mtindo wa mavazi unayovaa. Kuna watu wanakujua kutokana na aina ya lugha iliyo mdomoni mwako. Unachoongea ndio jina wamekupatika hicho maneno yako.
Nimeshakupa Mithali 22 mstari wa kwanza. Endelea kuandika tafadhali, watumishi wa Mungu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Namba 2, kuna kujulikana rohoni. Mmoja ya watu ambao wanaishi maisha mazuri huko duniani ni watu ambao wamekubali kuwa na kutambulika katika ulimwengu wa roho. Nisikilize. Kuna watu wanaoishi kila mtu aliyeokoka huwa anatambulika rohoni na mwilini, lakini kuna watu ambao wameokoka lakini rohoni hawana identity yoyote. Endelea kusikiliza, endelea kuandika, na karibia kumaliza, mtumishi wa Mungu. Kuna watu ni kawaida kwa kila aliyeokoka kuwa na title mwilini, kujulikana mwilini: kijana mwema, mzuri wa uso, kijana hodari, kijana asiye mvivu, kijana aliye mwaminifu. Kijana huyu ni mwaminifu, hata ukimwajiri ni mwaminifu mno, ni mchapakazi mno, ana sifa nzuri huku mwilini. Na ni mapenzi ya Mungu uwe na sifa nzuri rohoni pia. Lakini kuna watu waliokoka ambao wametengeneza sifa kwa watu, lakini rohoni hawajulikani. Nisikilize tafadhali, nisikilize. Kanuni ya ulimwengu wa roho ni tofauti kidogo. Katika ulimwengu wa roho huwa unapewa jina kabla ya kuanza kutembea katika ulimwengu wa roho. Yohana 1:12 maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ufunuo Yohana sura ya 5 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11 maandiko yanasema tumenunuliwa kwa damu ya Yesu ya thamani, na tukafanywa kuwa ufalme na makuhani. Tangu siku ulipookoka mbinguni ulipewa jina. Nisikilize, kanuni ya ulimwengu wa roho kanuni ya roho inasema hivi: chochote unachotaka kukitawala unakimpa jina. Kila unapokipa jina kitu una uwezo kukitawala. Nisikilize, ndio maana ulipoitwa tu kwenye wokovu, Mungu akakuita wewe ni mtoto wa Mungu, ukaitwa mtoto wa Mungu. Ulipookolewa tu, maandiko yanasema wewe ni nuru. Ulipookolewa tu, maandiko yanasema wewe ni chumvi ya ulimwengu. Ulipookolewa tu, maandiko yanasema wewe ni ukuhani wa kifalme. Bwana Yesu asiwe. Unapewa jina kwa sababu katika roho huwezi kujua namna ya kuishi kama hujajua identity yako. Hauwezi kujua nguvu yako kama haujui wewe ni nani. Bwana Yesu asiwe. Sasa kanuni ya kiroho, ili uweze kutawaliwa, ili uweze kupata haki zako, kitu cha kwanza huwa wanakupa jina. Na ndio maana hata mapepo wakitaka kumuua mtu huwa wanampachika jina. Unaenda kupima hospitalini, wanafanya madaktari waone ugonjwa ambao haupo, wanakwambia ini lako limeweza. Ili nini? Waseme huyu ni mgonjwa. Wanatafuta identity fulani ambayo utakaa nayo kichwani. Ukijitazama kwenye hiyo identity unasema sidhani kama nitapona. Kwa nini? Wanataka watawale na waamue hatima yako, wanakupatia jina mapema. Mnanisikia sawa sawa? Ndio maana maandiko yanasema walipoletewa taarifa mbaya, Hesabu sura ya 13 mstari wa 33, walipoletewa taarifa mbaya, maandiko yanasema wakajiita ni mapanzi. Baada ya asiwe wakajiita nini? Mapanzi. Katika kalenda ya Mungu na katika macho ya Mungu hakuna panzi anayetakiwa kutukumiliki nchi ya ahadi. Bwana Yesu asiwe. Maandiko yanasema vile mtu unavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Lazima ujue wewe ni nani ili uweze kupata haki yako. Katika ulimwengu wa roho haupewi nafasi kabla hujaonyesha kitambulisho chako. Unaheshimiwa kulingana na identity yako. Katika ulimwengu wa roho tunapewa heshima, unapewa nafasi kulingana na wewe ni nani. Hiyo ni kanuni ya kiroho, na ndio kanuni hata serikali za dunia inatumia. Leo hii tuko na kijana Jerry yuko hapa, lakini leo hii Samia mheshimiwa akiamua kumtangaza huyu kuwa ni waziri wa chochote kile, Bwana asiwe, leo hii atapewa mlinzi, leo hii atapewa gari la kutembelea, leo hii atapewa nyumba, kila kitu kitawekwa vizuri kwa ajili yake. Kwa nini? Ni kanuni ya kiroho. Unapojua identity yako, unapojua wewe ni nani, provision inafuata. Na ndio ninachokiongea. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Haleluya. Sasa ni makosa kujulikana na Mungu lakini kuwa na maisha ambayo ni tofauti na vile Mungu anavyokutazama, na hicho ndicho adui anafanya. Anajua kabisa wewe ni mwana wa Mungu, anajua kabisa umeshakombolewa kwa damu, wewe ni kiumbe kipya na ya kale yamepita, lakini adui akija anakuonyesha kwamba wewe acha mambo, wewe sio hivyo maandiko yanavyosema, kama alivyomwambia Hawa. Bwana asiwe.
Mungu alishamfanya Adamu na Hawa kuwa wamiliki na miungu huku duniani. Yeye alipokuja anambia, Mungu amesema, Mungu anajua mkila hayo matunda mtakuwa kama yeye. Tayari sisi ni kama yeye tayari. Lakini anakuonyesha kwamba hapana, hiyo taswira aliyokuambia Mungu hauna, itafute taswira nyingine ambayo ni ya ukweli. Wakafanya makosa kwa sababu hawakujua identity zao. Nisamee, msamiati wa Kiswahili mzuri na ukosa. Bwana Yesu asiwe. Hawakujua wao ni wakina nani, na hata walipojua walikubali kucompromise. Walijua tumepewa kila kitu na Baba, tumepewa kutawala, lakini shetani anakuja na kuambia, ninyi mkila haya matunda, Mungu anajua mtakuwa kama yeye. Tayari sisi ni kama Mungu, amesema nimetuumba kwa sura na mfano wake. Bwana Yesu asiwe. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho, adui pia hawezi kutawala hatima yako kama hata kupatia jina. Ndio maana kuna mtu hapa pamoja kama ameokoka anasema tu, sisi wengine ni maskini tu, tumekulia kwenye maskini tu. Hiyo identity, hivyo unavyojitambua ndivyo itakavyoamua maisha yako. Mwingine anasema sisi wengine hatuwezi kuwa matajiri. Hata iweje, haiwezekanaki. Hata kwenye familia zetu hatuna matajiri. Alafu mwingine anasema hata tukitaka kuwa matajiri au kupata kazi nzuri lazima uwe na connection. Hatuna hata watu wa connection. Kwa hiyo hata tu tufanye kilicho mbele yetu. Ni wewe unajifunga, sio Mungu anayekufunga. Kuna mtu ananielewa hapa ndani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu amekuita kwa jina lako. Maandiko anasema wewe ni anasema wewe ni mtoto wangu mimi, wewe ni kuhani kwangu mimi, ninyi ni ufalme. Kila mwana wa Mungu asiyejua nafasi yake ama asiyejua utambulisho wake katika ulimwengu wa roho. Mhubiri 10:7 anasema kuna jambo nimeliona huku chini ya jua, wafalme wasiojielewa wanatembea kwa miguu. Mhubiri 10:7 wanatembea kwa miguu. Alafu wale watumwa wanatembea farasi. Kwa sababu nini? Kwa sababu mtumwa akiwa na ufahamu anaweza kutawala wafalme. Inawezekana kabisa. Waebrania 11:24 na mstari wa 27. Andika tafadhali. Andika chapu mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasemaje? Musa alipojua yeye ni nani, alikataa kuitwa mwana wa Farao. Bwana asiwe. Kuna aina ya maisha huwezi kupishana nayo kama hujajua wewe ni nani mbele za Mungu. Na wengine mmeshahubiriwa kwamba umeokoka, wewe ni kuhani, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni mtakatifu. Pamoja na kuturishwa hayo yote, umekubali kucompromise, umekubali kuwa na mashaka katika vile ambavyo Mungu katika ile nafasi ambayo Mungu ameshakupatia tayari. Kwa hiyo tunaona kuna mtu Mungu anamtazama kama mtoto wake, lakini bado anaiba pesa, anaiba shilingi 2,000 ya mtu. Mfalme anaiba shilingi 2,000. Mfalme anaiba shilingi 10,000 ya mtu. Ni mfalme. Mwana wa Mungu kabisa aliye mbinguni anaiba shilingi 10,000. Anasema maisha yangu magumu, siwezi kufa na njaa wakati kuna ile mikaki ya salasala hapa. Anaiba. Kwa nini? Adui ameruhusu kukuonyesha kwamba vile Mungu alivyokuita ni kama vile hai make sense sana. Na anakupa title nyingine, anakupa chika, anajaribu kuamua hatima nyingine inayoamliwa na mfumo wa maisha aliyokuwekea. Ninakataa katikati yetu asiwepo mtu atakayechukua na huyo pepo kwa jina la Yesu. Bwana aachilie msaada wake kutoka patakatifu pake. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina katika jina la Yesu aliye hai. Mtu anaweza kuishi maisha mabaya kwa kutokujua yeye ni nani, lakini leo nimekujulisha wewe ni nani. Bwana Yesu asiwe. Haleluya. Matendo 19 mstari wa 13 na 16. Andika tu, wala hutasoma, ninakusomea kwa haraka. Maandiko yanasema kulikuwa na wana wa Skewa, walikuwa ni wapunga pepo. Siku moja walipokemea pepo, maandiko yanasema wale mapepo wakawauliza, wewe Paulo tunamjua, Petro tunamjua, ninyi sisi ni mapepo tuko rohoni, lakini hatuwajui ninyi ni wakina nani. Unaelewa sawa sawa? Maana yake unaweza ukajulikana na watu usijulikane katika ulimwengu wa roho. Naongea na mtu hapa ndani. Hebu sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Kule nyuma mnategea siwasikii. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Bwana Yesu asiwe. Paulo tunamjua kwa jinsi ya rohoni, Yesu tunamjua kwa jinsi ya roho. Maandiko yanasemaje? Yesu alipokuwa akiingia mahali, Yesu kila mahali alipoingia, Marko 3:11-12. Andika tafadhali. Marko 3:11-12. Marko 3:11-12. Mathayo 8:28-29. Mathayo 8:28-29. Alipoingia mahali, alipoingia
kule kwa Wagerasi akakutana na chizi alichanganyikiwa, alikuwa chizi kwa miaka mirefu, kwa miaka mingi. Maandiko yanasema alipomwona akaanguka mbele yake, akasema tuna nini nawe mwana wa Mungu? Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Maana walimjua Yesu kwa jinsi ya rohoni. Na maandiko yanasema alipoingia mahali pengine, alipoingia kwenye sinagogi, mapepo yakapaza sauti akisema, umekuja kututesa mwana wa Mungu, umekuja kututesa. Tuna nini nawe Yesu mwana wa Mungu? Maandiko yanasema ni Yesu alianza, alikuwa na kazi ya kuwazuia, msinitambulishe, msiniambie, msiwaambie watu, msiwaambie watu, toka, msiwaambie watu, tokeni, msiwaambie watu. Kwa nini? Kama umeokoka na haujulikani katika ulimwengu wa roho bado, Bwana Yesu asiwe, wewe ni mlokole dhaifu, wewe ni mlokole dhaifu. Unanielewa tumishi wa Mungu? Ndio maana unaweza pia ukawa mwema vizuri tu duniani, lakini ukashangaa mabaya hayaishi kwako. Mapepo, magonjwa. Nikasikia ushuhuda mmoja, jamani, magonjwa yanatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Hizi bakteria, sijui viruses zinatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asiwe. Na wanatafuta aliye dhaifu. Nisikilize, mapepo hayamwonei kila mtu, magonjwa hayamwonei kila mtu. Ndio maana mchungaji wangu Mdobili ana imani moja, anasema Yesu alishakufa kwa ajili yangu, sipaswi kuumwa. Unaelewa sasa? Ni imani. Unaweza ukatrain fahamu wako, ukaitrain nafsi yako mpaka hilo neno likawa kweli kwenye maisha yako. Unanisikia sawa sawa? Bwana Yesu asiwe. Lakini wewe sasa kila ukikaa usiku na asiwepo hapa kwa damu ya Yesu. Leo Mungu apigane vita vyako. Wakiangalia usiku tumtembelee nani, tukamkanyage mgongo wake, tukale juu ya mgongo wake, tukatembee, tukacheze mpira juu ya mgongo wake. Wakiangalia mtu mmoja aliyeokoka wanamuona, yule pale, wanakuja kwako. Unajua kwa nini wanakunyinga kila usiku? Ukiamka, kwa jina la Yesu. Too late. Bwana asiwe. Ni kwa sababu haujajulikana bado katika ulimwengu wa roho. Kila mtu anayejulikana katika ulimwengu wa roho, mapepo hayawezi kumchezea. Bwana asiwe. Anasema yeye anayefanya watumishi wake kwa kama miali ya moto. Katika ulimwengu wa roho kuna watu waliokoka, wakisimama hivi wanaonekana kama miali ya moto inatembea. Nikasikia ushuhuda wa mzee mmoja anasema kuna waokole, tukienda kuwaloga majumbani kwao, tukifika kwenye nyumba tunakuta nyumba yote ni moto, inawaka moto, inawaka moto kama inateketea. Tukiondoka tunaona iko noma, tukienda kukaribia tena ni moto. Ni watu ambao wanajulikana katika ulimwengu wa roho. Naongea na mtu hapa ndani, natamani nimpate mtu mmoja aliyokoka nimhubirie. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaojulikana katika roho. Adui akiwatazama wengine wamebeba sura ya maandiko yanasema yeye afanyaye watumishi wake kwa kama miali ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Nikasikia ushuhuda mmoja wa mtumishi aliyeokoka, mtu anajiita mtume mmoja. Of course ni mtume, anajiita apostle, miaka mingi sana. Nikatoma kitabu chake. Anasema wakati tukiwa wachawi tulikuwa asante Bwana Yesu. Anasema tulikuwa tumekaa mahali tunafanya vikao vyetu, ghafla tukaanza kuona moto unakuja. Tulikuwa angani, moto ukaja, tukatawanyika kwenye kile kikao. Mkuu akanituma nikaangalia kuna shida gani. Akasema nilipoenda kuangalia nikakuta kuna kanisa moja la mabati, ndani kulikuwa na vijana 5 wanaomba usiku. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, wanaomba usiku. Wanasema nilipotazama niliona kama nguzo za moto zinatembea ndani ya lile kanisa. Niliposikiliza nikajua kumbe ni watu wanaomba. Akasema tangu siku hiyo nikajua siri, mlokole anayeomba katika ulimwengu wa roho haonekani kama binadamu wengine. Mlokole anayeomba katika ulimwengu wa roho wanaonekana kama miali ya moto. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuchagua jina jema, kuwa na jina jema ni uchaguzi wako. Unaweza ukaamua leo kubadilisha muonekano wako katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Ninasema katika jina la Yesu. Mimi pasa madam ninapumua haina shida. Hapana. Tengeneza identity katika roho. Tamani kujulikana kwa jinsi ya roho. Nimesema tamani kujulikana kwa jinsi ya roho. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Unaishi wokovu wa kawaida mno. Ndio maana eti wanapunguzwa wafanyakazi na wewe jina lako lipo pale mbele. Alafu nasema ni kawaida, najua tulikuwa wengi. Kwa nini wasiondoke wengine, wewe ubaki? Hujajua nafasi yako bado. Hujajua nafasi yako. Nawezaje kulala usiku leo wakati nimeambiwa eti na mimi jina langu lipo kwa watu watakao utaja kesho? Wewe siwezi kulala. Nitadai nafasi yangu. Yuko Mungu anayeweza kujibu maombi ya mtu anayetafuta haki yake, anayejua nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nakataa kuondolewa kwenye nafasi. Nakataa kwa miongoni mwa watu wapunguzwa. Ninakataa. Hujawahi kufanya hayo maombi kwa sababu umejiona wewe ni mtu wa kawaida, unafanana, unajiita mimi pia ni binadamu kama binadamu mwingine. Hapana.
Wewe sio binadamu kama binadamu wengine. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Asili yako sio damu na nyama, asili yako ni neno la Mungu. Anasema ninyi mmezaliwa si kwa mbegu iharibikayo, ni kwa mbegu ya neno la Mungu inayodumu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Mlishakatwa kwenye asili ya Adamu aliyeshindwa, mmeunganishwa kwenye asili ya Yesu Kristo ambaye alipokufa alifufuka tena, akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wewe ni uzao wa Kristo Yesu, wewe ni uzao wa ile mbegu isiyo haribika. Lakini unapatwa na mabaya kama watu wengine kwa sababu umekubali kujitambua kama watu wengine wa kawaida. Ninakutangazia leo, wewe sio mtu wa kawaida. Nasema wewe sio binadamu wa kawaida. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Mungu ni baba yako. Sijui kama unaelewa ninachokiongea hapa ndani. Nisaidie nimpate mtu mmoja aliye karibu anayenielewa. Nasema hivi, Mungu ni baba yako. Huyo muumbaji ni baba yako, aliyeumba hao wengine ni baba yako, katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Kama baba yako ana uwezo wote, una uwezo wa kuamua mambo yakatokea. Anasema utalikusudia jambo nalo litatokea. Unawezaje kutengeneza identity yako katika ulimwengu wa roho? Unawezaje kutengeneza nafasi katika ulimwengu wa roho? Unawezaje kuishi maisha ambayo yataonekana katika ulimwengu wa roho? Namba moja ni mtu aliyeokoka. Yohana 1:12 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kila mtu aliyeokoka ana nafasi, ana identity katika ulimwengu wa roho, anaitwa mtoto wa Mungu. Mathayo 5:15-16 anasema anaitwa nuru. Kila aliyeokoka anaitwa nuru. Yohana anasema nayo nuru inang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Wewe kama ni nuru, maana yake katika ulimwengu wa roho hakuna nguvu ya giza inayoweza kukushinda. Sema amina. Sema amina kama mtu anasafiri na mchungaji hapa, katika jina la Yesu aliye hai. Wakorintho wa pili sura ya 5:17 maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Katika ulimwengu wa roho wewe ni kiumbe kipya. Bwana Yesu asiwe. Katika ulimwengu wa roho wewe ni mtu mpya, wewe si yule wa zamani tena. Bwana Yesu asiwe. Unapoyatambua hayo, unapochukua hatua hiyo ya kumwamini Kristo na kuokoka, siku ulipookoka ulijulikana katika ulimwengu wa roho. Namba 2, kwa kumtumikia kusudi la ufalme. Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 4 na mstari wa kwanza. Kila unapokubali kuwa na sehemu ya utumishi katika huu ufalme, huwa unajulikana katika ulimwengu wa roho.